Naam, habari, uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii pendwa ya Sauti ya Kitabu. Nipende kukukaribisha tena siku ya leo, tukaendelea na tafsiri ya kitabu cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkuu wa Babiloni. Tulianza part 1 na hii leo tunaendelea na mwendelezo wa part 2. Lakini support yako ni ya muhimu. Kwa wewe ambaye bado hujabonyeza alama ya subscribe, unaweza kubonyeza batani hii na kisha alama ya kengele, na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload tafsiri za vitabu mbalimbali, na haswa hichi ambacho tutaendelea nacho cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkuu wa Babiloni. Mimi naitwa Frank, nikukaribishe na tuende pamoja katika tafsiri ya part 2 ya kitabu hichi. Karibu sana. Baada ya miezi 12 Aligamishi alirudi tena. Akaniuliza, kijana, ulifanikiwa kujilipa sehemu ya 10 ya pato lako kwa mwaka uliopita? Ndiyo mkuu, niliweza, nilijibu kwa kujivuna. Vema sana, akajibu Aligamishi akiwa na furaha. Umefanyia nini? Nimempatia Azimul mfyatua matofali. Aliniambia atafanya safari kwenda nchi za mbali, na akifika Tiro ataninunulia vitu adimu kutoka kwa Wafoinike. Akirudi tutauza kwa bei kubwa na kugawana faida. Kila mpumbafu anatakiwa kujifunza, alifoka Aligamishi. Kwa nini umemwamini mfyatua matofali kwa jambo linalohusu vito? Unaweza kwenda kwa mwoka mikate kuuliza kuhusu mambo ya nyota? Hapana, utaenda kwa mnajimu iwapo na akili. Akiba yako imeshapotea, umeng'oa mti wako wa utajiri. Lakini unaweza panda upya. Jaribu tena, na wakati mwingine ukitaka habari za vito, nenda kwa sonara. Ukitaka kujua kuhusu kondoo, nenda kwa mfuga kondoo. Ushauri mara nyingi ni kitu ambacho hutolewa bure, lakini kuwa makini na hakikisha unachukua ule unaofaa tu. Anayechukua ushauri kuhusu akiba yake kutoka kwa mtu ambaye hana uzoefu ataipoteza kwanza, ndipo atajua kuwa haufanyi kazi. Baada ya kusema hayo akaondoka. Kama alivyokuwa amesema Aligamishi, Wafoinike walimtapeli Azimul. Walimuuzia vioo vilivyoonekana kama vito, lakini kama Aligamishi alivyonihimiza, nikaanza kutunza tena kila sehemu ya 10 ya pato langu. Kwa vile nilikuwa nimeshazoea, haikuwa kazi ngumu tena. Baada ya miezi 12 Aligamishi alirudi tena. Alinifuata na kuniuliza, umefikia wapi toka tulipoonana? Nimejilipa kwa uaminifu, nilijibu. Akiba yangu nimempatia Agal, mtengeneza ngao. Alienda kununua shaba na kila baada ya miezi 4 ananilipa. Vyema sana. Na hiyo pesa anayokulipa umeifanyia nini? Nimefanya karamu kubwa ikiwa na asali, divai na keki zenye viungo. Pia nimenunua kanzu ya rangi nyekundu angavu, na nina mpango kununua punda wa kutembelea. Aliposikia hivyo Aligamishi alicheka, kisha akasema, unakula watoto wa akiba yako. Sasa unategemea watakufanyaje kazi? Na watawezaje kuwa watoto ambao watatakiwa kukufanyia kazi? Tengeneza kwanza jeshi la watumwa wa dhahabu na utafurahia karamu nyingi bila wasiwasi. Baada ya kusema hayo aliondoka tena. Sikumuona tena kwa miaka 2. Aliporudi alikuwa amezeeka sana. Akaniambia, Alkad, umefanikiwa kupata utajiri ulioutaka? Sijafanikiwa, lengo bado, lakini nilicho nacho kinazalisha na kinachozalishwa nacho kinazalisha, nilijibu. Bado unachukua ushauri kutoka kwa wafyatua matofali? Labda kuhusu matofali, hapo wanatoa ushauri mzuri sana, nilijibu. Umejifunza somo hili vizuri sana Alkad. Kwanza ulijifunza kuishi chini ya kipato chako, kisha ukajifunza kupata ushauri kwa wale wenye uzoefu, na mwisho umejifunza kufanya fedha kufanyie kazi. Umejifunza jinsi ya kupata pesa, jinsi ya kuitunza na jinsi ya kuitumia. Sasa upo tayari kwa majukumu makubwa zaidi. Mimi sasa nimekuwa mzee na wana wangu wanafikiria kutumia pesa tu. Hawawazi namna ya kujiongezea kipato. Miradi yangu ni mingi na nina wasiwasi sitaweza kuisimamia vizuri. Kama utaweza kwenda Nepal na kusimamia miradi yangu, nitakufanya kuwa mshirika wangu na utakuwa na hisa kwenye mali zangu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu mwenye malengo, na sasa nilikuwa nimejifunza zile sheria 3 za jinsi ya kusimamia utajiri, niliweza kukuza sana mali zake. Nilitajirika sana. Aligamishi alipokufa, nilibaki na hisa zangu kwenye mali zake, kama vile alivyoandaa kwenye mkataba. Hayo ndiyo aliyozungumza Alkad. Alipomaliza kuongea, mmoja wa rafiki zake akasema, ulikuwa na bahati sana kwa Aligamishi kukufanya kuwa mlisi wake. Nilikuwa na bahati kwa sababu nilikuwa na matamanio ya kufanikiwa hata kabla hatujaonana naye. Je, sikuonyesha uwezo wangu wa kutunza sehemu ya 10 ya pato langu kwa miaka 4?
Unawezaje kumuita mvuvi ambaye kwa miaka mingi amesoma tabia za samaki na anajua majira mazuri ya kushusha nyavu kuwa na bahati? Bahati ni mungu katili ambaye hapotezi muda kwa wale ambao hawako tayari. Ila Alkad, una moyo mgumu sana, maana baada ya kupoteza akiba yako ya mwaka wa kwanza bado hukukata tamaa. Upekee wako upo hapo, alisema rafiki yake mwingine. Moyo mgumu? Alisema Alkad akishangaa. Upuuzi, unafikiri moyo mgumu unaweza kumpa mtu nguvu za kunyanyua mzigo ambao ngamia hawezi? Au kukokota kitu ambacho ng'ombe wa kukokota hawezi hata kukitikisa? Si moyo mgumu, bali nia ya kufanya jambo ulilolipanga mpaka likamilike. Kama nimejiwekea lengo, hata liwe gumu kiasi gani, nitahakikisha nalikamilisha. Vinginevyo, nawezaje kujiamini kutimiza mambo muhimu? Nikijiambia kwa siku 100 nikipita kwenye daraja la kuelekea mjini, nitaokota jiwe dogo barabarani na kulitupa kwenye maji, nitafanya hivyo. Iwapo siku ya 7 ikifika nikasahau kulitupa lile jiwe, nitajiambia haina shida, kesho nitatupa mawili. Si ni kitu kile kile? Hapana, nitarudi na kutupa jiwe mtoni. Wala ikifika siku ya 20 siwezi sema, Alkad, hili ni jambo la kijinga. Inakusaidia nini kurusha jiwe mtoni kila siku? Tupia yote kwa wakati mmoja na uwe umemaliza hili jambo. Hapana, sitasema wala kufanya hivyo. Nikijiwekea lengo lazima nilikamilishe. Kwa sababu hiyo nipo makini sana kutoanzisha vitu vigumu na visivyowezekana kwa sababu sipendi kujitesa. Hapo rafiki yake mwingine akasema, kama unayosema ni kweli na kwa jinsi ulivyoeleza inaonekana ni kweli. Sasa ikiwa ni rahisi namna hiyo na kila mtu akifanya hayo, kutakuwa na utajiri wa kutosha wote? Utajiri hukua pale watu wanapofanya kazi. Akajibu Alkad, iwapo tajiri amejenga jumba kubwa, pesa alizotumia zinapotea? Hapana. Mfyatua matofali anapata kidogo, na vibarua nao wanapata kidogo. Wasanifu nao hupata kidogo, na kila mtu aliyefanya kazi kwenye ujenzi wa nyumba hiyo hupata kidogo. Lakini je, nyumba iliyojengwa haiwi na thamani sawa na dhahabu iliyotumika? Na ardhi iliyopakana nayo haiongezeki thamani kwa sababu inapakana na jumba kubwa? Utajiri hukua kimaajabu sana. Hakuna anayeweza kutabiri mwisho wake. Je, Wafoenike hawajajenga majiji makubwa kwenye pwani za jangwani kutokana na utajiri unaoletwa na meli zao za biashara? Kwa hiyo unatupa ushauri gani juu ya kitu cha kufanya ili nasi tuwe matajiri? Maana miaka inaenda na uzee unaingia, lakini hatuna tulichoweza, alisema rafiki mwingine tena. Na washauri kuchukua ushauri wa Walgamishi na kujiambia, sehemu fulani ya pato langu ni yangu. Sema hivi asubuhi unapoamka, sema mchana, sema na usiku, sema kila saa ya siku. Jaza wazo hili ndani yako na tunza kiasi unachoona kinafaa, ila isiwe chini ya 1/10 ya pato lako. Ikiwa kuna ulazima, badili matumizi yako ili kufanikisha hili. Baada ya muda, utaanza kuhisi hisia za utajiri. Akiba inayokuwa itakuletea furaha ya kumiliki kitu chako mwenyewe. Kadri hazina yako inavyokuwa, ndivyo utakavyochochewa kuweka zaidi. Utapata furaha maishani na nguvu ya kutafuta zaidi itakuingia. Je, kadiri unavyopata zaidi, si na kiasi unachokitunza kitaongezeka? Baada ya hapo, jifunze jinsi ya kufanya akiba yako ikutumikie. Ifanye mtumwa wako, wafanye watoto wake na watoto wa watoto wake wakutumikie pia. Hakikisha una kipato kwa ajili ya siku zijazo. Waangalie wazee na kumbuka kuwa siku zijazo nawe utakuwa mzee. Hakikisha familia yako haitateseka iwapo miungu akikuita. Unaweza fanya hivyo kirahisi kwa kutunza pesa kidogo kidogo, mara kwa mara. Mtu mwenye fikra za mbele hasubiri kupata kiasi kikubwa ndiyo aanze kutunza. Jadiliana na watu wenye hekima, tafuta ushauri kutoka kwa wale wanaofanya kazi zihusuzo pesa kila siku. Hao watakusaidia kuepuka makosa ambayo kama niliyoyafanya mimi kwa kumpa pesa zangu Azmul, mfyatua matofali. Faida ndogo penye usalama ni bora kuliko faida kubwa lakini penye hatari ya kupoteza mali zako. Furahia maisha ungali bado upo duniani. Usijibane kupita kiasi ili kuitunza pesa, na usijaribu kutunza kiasi kikubwa kuliko uwezo wako. Kama sehemu ya 10 ndiyo unayoweza kutunza bila kupata taabu, basi ridhika na kuitunza kwa kiwango hicho hicho. Ishi kulingana na kipato chako, ila usiwe bahili na kuogopa kufanya matumizi. Maisha ni matamu na yana vitu vingi vya kufurahia. Rafiki zake wakamshukuru na kwenda zao. Wengine walikuwa kimya kwa sababu haikuwaingia akilini na hawakuweza kuelewa chochote. Wengine walidhihaki na kusema, mtu tajiri hivyo alitakiwa kugawana utajiri na rafiki zake wasio na kitu. Lakini wengine walikuwa wamepata mwanga mpya. Walielewa kuwa Algamishi alirudi kwa Alkad mara nyingi sababu alikuwa anataka kumuona mtu akitoka gizani hadi kwenye mwanga.
Mtu huyu alipopata mwanga, fursa zilimsubiria. Hakuna anayeweza kutumia fursa hizo mpaka afanye bidii kupata uelewa kwanza. Hawa ndio ambao baadaye walikuwa wakimtembelea Alkad kila mwaka. Aliwashauri na kuwapa maarifa yake bure, kama ambavyo watu wenye maarifa na busara nyingi hufanya. Pia aliwasaidia kuwekeza akiba zao ili wapate faida nzuri bila kuingia katika hatari ya kupoteza pesa zao wala kuingia kwenye uwekezaji usioleta faida. Maisha ya watu hawa yalibadilika siku ile walipogundua ukweli uliotoka kwa Gilgamesh kwenda kwa Alkad na kutoka kwa Alkad hadi kwao. Sehemu fulani ya pato unalolipata ni ya kwako. Shukrani sana kwa wale ambao umeendelea kusikiliza toka tulipoanza sehemu ya kwanza na mpaka hii tumemaliza sehemu ya pili. Nikukumbusha tu kabla tujaendelea, unaweza kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele, lakini vile vile unaweza kubonyeza alama ya kushare, kucomment maoni yako na kuwatumia ndugu jamaa na marafiki ambao unahisi kitabu hichi ama elimu inayopatikana katika kitabu hichi itawafaa na itawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Sehemu ya 3. Tiba 7 dhidi ya pochi tupu. Ufahari wa Babiloni umesifika kwa vizazi vingi sana. Sifa zake za kuwa jiji tajiri kuliko yote na utajiri wake usio na kipimo zimesimuliwa vizazi na vizazi. Hata hivyo, jiji hili halikuibuka tu na kuwa tajiri. Utajiri wa Babiloni ulitokana na maarifa ya watu wake. Kwanza kabisa, walijifunza jinsi ya kupata utajiri. Mfalme Sargon wa Babiloni aliporudi baada ya kuwashinda Waelemi, alikuta jiji lipo kwenye hali mbaya sana. Mshauri wa mfalme alimweleza hali hiyo. Alisema, kwa miaka mingi kumekuwa na ukuaji wa uchumi na watu wamekuwa matajiri sababu ya wewe kujenga mifereji ya umwagiliaji na mahekalu makubwa ya miungu. Sasa baada ya miradi hiyo kukamilika, watu hawana kazi za kuingizia kipato. Wafanyakazi wamekaa tu, wafanyabiashara hawana wateja, wakulima hawana wa kumuuzia mazao yao, na raia hawana pesa za kutosha kununua chakula. Lakini pesa zote tulizotumia kwenye miradi ya serikali zimekwenda wapi? Akahoji mfalme. Nina wasiwasi zimeishia mikononi mwa matajiri wachache. Zimepita mikononi mwa watu haraka kama vile maziwa ya mbuzi yanavyopita kwenye chujio. Sasa mzunguko wa pesa umekuwa chini na watu wetu hawana cha kuonyesha kutokana na mapato yao. Mfalme alifikiria kwa muda kidogo kisha akasema, imekuwaje watu wachache wameweza kumiliki pesa nyingi kiasi hicho? Kwa sababu wanajua jinsi ya kupata pesa, akajibu yule mshauri. Mtu anayejua jinsi ya kufanikiwa hawezi kulaumiwa akafanikiwa, na wala si haki kuchukua mali ya mtu aliyeipata kihalali na kuwapa wazembe. Lakini kwa nini iko hivi? Akahoji mfalme. Kwa nini watu wote hawajifunzi mbinu za kufanikiwa ili na wao wawe matajiri na kufanikiwa? Mtukufu mfalme, hilo linawezekana, lakini ni nani atawafundisha? Hawawezi kuwa makuhani, hawajui chochote kuhusu mbinu za kutengeneza pesa. Sasa kwenye mji wetu ni nani anafahamu namna ya kuwa tajiri? Akauliza mfalme. Hilo linajijibu lenyewe mtukufu mfalme. Ni nani aliye tajiri kuliko wote hapa Babiloni? Umenena vyema mshauri wangu, ni Alkad, ndiye mtu tajiri kuliko wote. Kesho mlete nionane naye. Kesho ilipofika, Alkad alifika mbele ya mfalme. Alkad, ni kweli kuwa wewe ndiye tajiri kuliko wote hapa Babiloni? Na mimi nimesikia hivyo mtukufu mfalme, na sijaona mtu wa kubisha. Umewezaje kuwa tajiri namna hiyo? Kwa kutumia vizuri fursa zilizopo wazi kwa watu wote kwenye mji wetu huo. Kwa hiyo hapo mwanzo hukuwa na utajiri wowote? Sikuwa na chochote, sikuwa na kingine zaidi ya nia ya kuwa tajiri. Sikiliza Alkad, akasema mfalme, mji wetu hauna furaha. Sababu kuu ni kuwa na watu wachache ndio wanajua namna ya kuwa na utajiri, na hawa wameuhodhi. Walio wengi hawana ujuzi wa kutunza pesa wanazopata. Ni nia yangu kufanya Babiloni kuwa tajiri. Unatakiwa kuwa mji wa matajiri, kwa hiyo tunatakiwa kuwafundisha watu namna ya kupata utajiri. Hebu niambie Alkad, kuna siri ya namna ya kuwa tajiri? Watu wanaweza kufundishwa siri hiyo? Inawezekana mtukufu mfalme. Kile mtu anachokijua inawezekana kufundishwa kwa mwingine. Alkad, umeongea vitu nilivyotaka kusikia. Je, unaweza kufanya hivyo? Unaweza kufundisha hiyo elimu kwa wakufunzi ambao nao watafundisha wengine mpaka kuwe na walimu wa kutosha kumfundisha kila raia wangu maarifa hayo? Alkad akainama kwa heshima na kusema, mimi ni mtumishi wako, nitafanya kama ulivyoagiza. Maarifa yote nilionayo nitayafundisha kwa ajili ya usitawi na raia wenzangu na utukufu wa mfalme wangu. Ninaomba mshauri wako anaendelee darasa la watu 100, nami nitawafundisha tiba 7
zilizofanya niwe na pochi iliyotuna, pochi ambayo ilikuwa tupu kuliko zote katika Babiloni. Baada ya siku 40 na kama mfalme alivyoagiza, wale wateule 100 walikuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mkubwa ulio ndani ya hekalu la elimu. Walikuwa wamekaa kwenye nusu duara wakipendeza kwa mavazi yao ya rangi mbalimbali. Alkad alikaa pembeni ya kiti kidogo ambacho juu yake chetezo cha kuabudia kilikuwa kikitoa moshi wenye harufu nzuri sana. "Tazama mtu tajiri zaidi katika Babiloni," alinong'ona mwanafunzi mmoja huku akimgusa mwenzake Alkad alipokuwa anasimama. "Ni mtu kama sisi tu, nikiwa kama mtumishi mtiifu wa mfalme wetu," alianza kuongea Alkad. "Ninasimama mbele yenu kufanya kazi yake, kwa sababu zamani nilikuwa kijana aliyetamani kuwa tajiri, na kwa sababu nilipata maarifa yaliyoniwezesha kuupata. Ameniagiza niwafundishe maarifa hayo nanyi. Utajiri wangu ulianzia chini sana. Sikuwa na cha ziada. Nilikuwa kama ninyi au raia wengine wa Babiloni. Sehemu kuu ya kutunza hazina yangu ilikuwa ni pochi yangu. Nilichukia jinsi ilivyokuwa tupo bila kazi yoyote. Nilitamani ijae na itune, ikilia kwa sauti za dhahabu zilizogongana ndani yake. Hivyo nikatafuta tiba zote dhidi ya pochi tupu, nikapata tiba 7. Nitawafundisha tiba hizo 7, na hizo zinatakiwa kujulikana na watu wote wanaotaka utajiri. Kila siku kwa siku 7 nitawafundisha moja ya tiba hizo. Msikilize kwa makini yale nitakayowafundisha, mjadiliane kati yenu. Jifunzeni mambo haya kikamilifu ili hata kwenu yaweze kuweka mbegu ya utajiri kwenye pochi zenu. Mwanzo, kila mmoja wenu atatakiwa kuanza kujenga utajiri wake. Mkiweza kufanikiwa hilo, ndipo mtaweza kufundisha wengine. Nitawafundisha jinsi ya kutunisha pochi zenu kwa njia rahisi. Hii ndiyo ngazi ya kwanza kuelekea hekalu la utajiri. Hakuna mtu anaweza kupanda ngazi kama hawezi kuweka miguu yake kwenye ngazi ya kwanza. Sasa na tuone tiba ya kwanza. Tiba ya kwanza: anza kutunisha pochi yako. Alkad alianza kwa kuongea na mtu aliyekaa mstari wa pili, aliyeonekana yuko makini sana. "Rafiki yangu, unafanya kazi gani?" "Mimi ni mwandishi wa kumbukumbu kwenye mabamba ya vigae," alijibu mtu yule. "Hata mimi kazi hiyo hiyo ndiyo iliyonipatia pesa zangu za kwanza. Una fursa kama yangu ya kujenga utajiri." Kisha akaongea na mtu aliyekuwa na uso mwekundu, aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. "Ndugu, tuambie, unapataje mkate wako wa kila siku?" "Mimi nauza nyama. Nanunua mbuzi toka kwa wafugaji na wachinja na kuuza nyama. Ngozi huwa nawauzia watengeneza viatu. Sababu na wewe una kazi na kipato, nawe pia una fursa ya kufanikiwa kama mimi." Alkad aliuliza kazi ya kila mmoja wao. Alipomaliza, alisema, "Mnaweza kuona kuwa kuna kazi nyingi za kufanya ili kujipatia kipato. Kila njia ya kujipatia kipato ni kijito cha dhahabu ambacho kinaingia kwenye pochi. Kwa hiyo, kwenye kila pochi ya mmoja wenu kuna kijito cha pesa kinachotiririka. Wengine kwa wingi na wengine kwa uchache kulingana na uwezo wa kila mtu, si ndivyo ilivyo?" Hapo walikubaliana naye kwa kusema, "Ndiyo, ni kweli." Hivyo Alkad akaendelea, "Iwapo kila mmoja wetu atakuwa na nia ya kuwa tajiri, je, si busara kutumia chanzo cha utajiri ambacho tayari anacho?" Hili nalo wakakubaliana naye. Hapo Alkad akamgeukia mtu mmoja mnyenyekevu aliyejitambulisha kuwa anafanya biashara ya mayai. "Mfano, ukichukua kikapu kimoja na kuweka humo mayai 10 kila siku asubuhi na kila jioni ukatoa mayai 9, ni nini kitatokea?" "Baada ya muda kikapu kitajaa kupita kiasi," akajibu muuza mayai. "Kwa nini?" "Kwa sababu kila siku naweka yai moja zaidi ya ninayotoa." Alkad aligeukia darasa huku akitabasamu. "Kuna mtu hapa na pochi tupu." Kwanza wanafunzi walionyesha kushangazwa, kisha wakacheka na mwishowe wakapunga pochi zao hewani kwa pamoja. "Sawa," akaendelea Alkad. "Sasa nitawaambia tiba ya kwanza ya pochi tupu. Fanyeni kama nilivyomshauri muuza mayai. Kila ukiweka sarafu 10 kwenye pochi, basi chukua 9 tu kwa matumizi yako. Pochi yako itaanza kutuna mara moja. Uzito wa pochi yako utakuwa mzuri mikononi mwako, utakuburudisha moyoni. Usidharau kitu nisemacho kwa sababu kinaonekana ni rahisi. Mara zote ukweli huwa rahisi. Niliwaambia kuwa nitawaeleza niliwezaje kuwa tajiri. Hivyo ndivyo nilivyoanza. Mimi mwenyewe nilianza na pochi tupu na nilichukia kwa sababu haikuwa na kitu chochote cha maana. Lakini nilivyoanza kuweka 10 na kutoa 9, ilianza kutuna, nanyi itakuwa hivyo hivyo." Sasa niwaambie kitu cha ajabu kilichonitokea na mpaka sasa sikielewi. Nilipoacha kutumia zaidi ya 9 ya 10 ya pato langu, niliishi kama zamani tu. Sikupungukiwa chochote
na pia cha kushangaza zaidi, nikaanza kupata pesa kirahisi kuliko mwanzo. Bila shaka, ni sheria za miungu kumpa pesa kirahisi yule anayetunza sehemu ya pato lake. Yule mwenye mifuko mitupu ya pesa humwepuka. Ni kitu gani unatamani sana? Kutimiza matamanio ya kila siku, vito, nguo nzuri, chakula kingi, vitu ambavyo vinakuja na kupita, au vitu vya kudumu, dhahabu, ardhi, mifugo na uwekezaji wenye kuingiza pesa? Pesa unayotoa kwenye pochi huleta hivyo vitu vya kwanza. Pesa unayoiacha kwenye pochi huleta hivyo vitu vya pili. Hii ndio tiba niliyogundua. Kwa kila sarafu 10 nilizoweka kwenye pochi, nilitumia 9 tu. Jadilianeni kuhusu hili. Kama kuna mtu anaona halina ukweli, basi kesho tukionana tena aniambie. Tiba ya pili, pangilia matumizi yako. Wengine kati yenu wameuliza, mtu anawezaje kutunza 1/10 ya pato lake wakati pato lote analopata halitoshi kwa ajili ya matumizi yake ya lazima? Hivyo ndivyo Alkad alianza kuongea kwenye siku hii ya pili. Jana, ni wangapi kati yenu walikuwa na pochi tupu? Wote, darasa lilijibu. Lakini si kwamba wote mnapata kipato sawa. Wengine hupata zaidi na wengine wana familia kubwa. Lakini wote pochi zenu zilikuwa tupu. Sasa nitawaambia jambo la kushangaza kuhusu watu. Ni hivi, kile ambacho tunaita matumizi ya lazima mara zote hukua kulingana na kipato chetu kinavyokuwa. Isipokuwa tu tukijizuia. Usichanganye matumizi ya lazima na matamanio. Wote hapa na familia zenu mna matamanio mengi kuliko mnavyoweza kutimiza. Kwa hiyo, mnaendelea kuyatimiza kadiri kipato chenu kinavyoongezeka. Lakini bado mengi yanabaki bila kutimizwa. Watu wote wamelemewa na matamanio mengi kuliko wanavyoweza kuyatimiza. Mnafikiri sababu ya utajiri wangu basi naweza kutimiza matamanio yangu yote? Si kweli. Kuna kikomo cha nguvu zangu, kikomo cha umbali ninaoweza kusafiri, kikomo cha chakula ninachoweza kula na kikomo cha mambo ninayoweza kufurahia. Kama ambavyo magugu hukua sehemu ambazo mkulima akaacha nafasi kwa mizizi yake kushika, ndivyo matamanio hukua kwa mtu anayetamani kuyatimiza. Matamanio yenu ni mengi, lakini mnayoweza kuyatimiza ni machache sana. Chunguzeni kwa makini namna mnavyoishi. Mtakuta mna matumizi mengi yasiyo ya lazima, matumizi ambayo mnaweza kuyapunguza au kuyaacha kabisa. Acha kauli mbiu yenu iwe kupata 100% ya thamani mnapofanya matumizi. Kila mmoja aandike vitu alivyopanga kutumia pesa. Kisha chagua yale matumizi muhimu, yale tu yanayowezekana kwa kutumia 9 ya 10 ya pato lako. Tupilia mbali mengine yote na yaone ni kama matamanio ambayo hayana umuhimu wa kuyatimiza. Panga matumizi yako, usiguse ile 1/10 ya kutunisha pochi yako. Kutunza pesa liwe ndilo tamanio lako kuu. Panga bajeti yako kwa uangalifu mkubwa. Acha ikusaidie katika kutunisha pochi yako. Hapo mwanafunzi mmoja aliyekuwa na vazi la rangi nyekundu akasimama na kusema, mimi ni mtu huru. Nafikiri kuwa nina haki ya kufurahia vitu vizuri maishani. Naona kama kupanga matumizi na kuishi kwa bajeti inayonipangia kiasi cha kutumia na kwa matumizi gani ni kama utumwa. Naona hilo litaharibu furaha yangu maishani na kunifanya niishi kama punda mbeba mizigo tu. Alkad akamjibu, rafiki, ni nani atapanga bajeti yako? Nitapanga mimi mwenyewe, akajibu yule bwana. Kama ni hivyo, unafikiri punda mbeba mizigo akiambiwa apange bajeti ya mizigo yake atabeba vito, mazulia na dhahabu? Hapana, ataweka nyasi, nafaka na mfuko wa maji kwa ajili ya safari ya jangwani. Lengo la bajeti ni kutunisha pochi yako. Inakusaidia kupata mahitaji yako ya muhimu na kutimiza matamanio mengine iwapo inawezekana. Inakusaidia kutofautisha mahitaji ya muhimu na matamanio tu, kama mwanga ndani ya pango lenye giza totoro. Tiba ya 3, fanya dhahabu zako ziongezeke. Tazama pochi yako imeanza kutuna. Umekuwa na nidhamu ya kutunza 1/10 ya pato lako. Umepanga matumizi yako vizuri na umelinda akiba yako. Hatua inayofuata, tutajifunza namna ya kufanya hazina yako kufanya kazi na kukua zaidi. Pesa kwenye pochi ni kitu cha kuridhisha, lakini haizalishi kitu chochote. Pesa tuliyopata kwa kutunza ni mwanzo tu. Mapato itakayozalisha ndiyo itakayojenga utajiri wetu. Hivyo ndivyo alivyoanza Alkad kwenye siku ya 3. Jinsi gani tunaweza fanya pesa zetu zifanye kazi? Uwekezaji wangu wa kwanza haukuwa mzuri. Nilipoteza pesa zote. Nitasimulia hilo baadaye. Uwekezaji wangu wa kwanza ulioleta faida ulikuwa ni mkopo niliompa Agal, mtengeneza ngao. Alikuwa akinunua shaba kwa ajili ya kutengeneza ngao.
lakini alikuwa hana mtaji wa kutosha, hivyo alikuwa akikopa kwa matajiri. Alikuwa ni mtu mwaminifu, alilipa mikopo yake na riba vizuri mara tu alipouza ngao. Kila mara nilipomkopesha, nilimkopesha na ile riba aliyonilipa. Kwa hiyo mtaji wangu uliongezeka na mapato yangu yakaongezeka pia. Lilikuwa jambo la kuburudisha sana kuona pesa zile zikiingia kwenye pochi yangu. Nisikilizeni kwa makini. Utajiri wa mtu haupo kwenye fedha zilizopo kwenye pochi, bali kwenye kijito cha dhahabu kinachotililika kwenda kwenye pochi na kuitunisha, kipato kinachoingia hata akisafiri au asipofanya kazi. Nimeweza kupata pesa nyingi sana hadi kufika kuitwa mtu tajiri zaidi. Mkopo wangu kwa Agal ulikuwa ni somo langu la kwanza juu ya uwekezaji wenye faida. Kutokana na uzoefu niliopata hapa, nikatanua uwekezaji wangu kadiri mtaji ulivyokuwa ukiongezeka. Nilianza na kidogo, lakini baada ya muda kikawa kikubwa. Utajiri ulimiminika kwenye pochi yangu. Tazama, kutoka kwenye mapato yangu kidogo, nilipata umati wa watumwa ambao walifanya kazi za kuzalisha zaidi. Watoto wao walinitumikia na watoto wa watoto wao nao walinitumikia pia. Jumla ya pato walilozalisha ilikuwa kubwa sana. Dhahabu hukua kwa kasi iwapo inazalisha, kama tu mtakavyoona kwenye mfano ufuatao. Kulikuwa na mkulima ambaye mtoto wake wa kwanza alipozaliwa alichukua vipande 10 vya fedha kwenda kwa mkopesha pesa. Akamwambia aweke ile pesa kwa riba mpaka mtoto wake atakapotimiza miaka 20. Mkopesha pesa akakubali na akakubaliana kuwa riba itakuwa 1/4 ya ile pesa kila baada ya miaka 4. Mkulima akasema kwa sababu ile pesa ni kwa ajili ya kijana wake, basi hata ile riba iongezwe kwenye mtaji. Kijana wake alipofikisha miaka 20, mkulima akaenda tena kwa mkopesha pesa kuuliza kuhusu fedha alizoweka. Mkopeshaji akamwambia kuwa kwa sababu pesa ilikuwa ikiongezeka kwa riba inayobadilika kulingana na muda, vile vipande 10 vya fedha sasa vimekuwa 31.5. Mkulima akafurahi sana, na kwa sababu kwa wakati huo kijana wake hakuhitaji fedha zile, akaziacha kwa mkopeshaji. Mtoto wake alipofika miaka 50, wakati huo mkulima yule tayari alikuwa ameshafariki. Mkopeshaji akamlipa mtoto wake vipande 167 vya fedha. Kwa miaka 50, uwekezaji ulikuwa umekuwa karibia mara 17. Hii ndiyo tiba ya tatu ya pochi tupu. Fanya fedha yako ifanye kazi na ijizalishe kama mnyama wa kufugwa. Ilete kipato ambacho kitatililika kwenye pochi yako daima. Tiba ya 4. Linda hazina yako isipotee. Bahati mbaya hupendelea sehemu inayong'ara. Dhahabu ndani ya pochi inatakiwa kulindwa kwa nguvu zote, vinginevyo itapotea. Kwa hiyo ni busara kuanza kiasi kidogo. Tukiweza kumudu kukiendesha na kukilinda, ndipo miungu itatuamini na kutupatia kikubwa zaidi. Alisema hayo Alkad katika siku ya 4. Kila mtu mwenye pesa hushawishika na fursa za kuwekeza kwenye uwekezaji unaodaiwa kuwa na faida kubwa sana. Mara nyingi hushawishiwa na ndugu na marafiki ambao tayari wamo humo. Kanuni ya kwanza ya uwekezaji ni usalama wa mtaji wako. Je, ni busara kufuatilia faida kubwa huku ukihatarisha mtaji wako? Hapana. Adhabu ya kutokuchukua tahadhari ni hasara. Chunguza kwa makini kabla haujatumia hazina yako. Hakikisha hata mambo yakienda kombo, bado mtaji wako utakuwa salama. Usidanganyike na ndoto za kuwa tajiri haraka. Kabla hujamkopesha mtu, hakikisha kama anaweza kulipa na ana sifa ya kukopeshwa. Usije ukatoa kama zawadi mali uliyoitafuta kwa jasho. Kabla hujawekeza kwenye mradi wowote, hakikisha unajua mapungufu na hatari za huo mradi. Uwekezaji wangu wa kwanza ulikuwa hovyo sana. Pesa niliyoitunza kwa mwaka mzima nilimpatia Azmol, mfyatua matofali. Alisafiri nchi za mbali hadi jiji la Tiro. Aliahidi kununua vito kwa Wafoenike. Ilikuwa tuviuze na kugawana faida. Wafoenike walimtapeli na kumuuzia vioo. Hazina yangu ilipotea yote. Leo uzoefu wangu unaniambia ubaya wa kumwamini mfyatua matofali kwenye masuala ya vito. Kutokana na uzoefu wangu, nimejifunza kuwa usiamini uelewa wako kupita kiasi na ukaishia kuwekeza hazina yako kwenye mradi mbaya. Ni bora kupata ushauri wa wenye uzoefu wa kuwekeza kwa faida. Kawaida ushauri kama huo hutouelewa bure kwa wanaouliza, na unathamani sawa tu na kiwango unachotaka kuwekeza, sababu unakiokoa kiwango hicho kisipotee. Hii ndiyo tiba ya 4 ya pochi tupu. Hii ni ya muhimu sababu inalinda pochi iliyotuna isiwe tupu tena. Linda hazina yako,
kwa kuwekeza kwenye miradi ambayo mtaji wako utakuwa salama. Wekeza kwenye miradi ambayo inaleta faida siku zote. Omba ushauri kwa wenye uelewa na tumia ushauri wa watu wenye uzoefu wa kuwekeza kwa faida. Acha maarifa yao yalinde hazina yako dhidi ya uwekezaji mbaya. Tiba ya 5: fanya makazi yako kuwa uwekezaji wenye faida. Iwapo mtu atatumia 9 ya 10 ya pato lake kwa mahitaji ya msingi na kufurahia maisha, na iwapo sehemu ya hii fedha anaweza kufanya uwekezaji wenye kuleta faida bila kuathiri maisha yake, hazina yake itakuwa kwa kasi sana. Hivyo ndivyo alivyoanza kuongea Alkad kwenye siku ya 5. Watu wengi hapa Babiloni hutunza familia zao kwenye nyumba za mbavu za mbwa na zilizo sehemu mbaya kabisa, nyumba zisizofaa watu kuishi. Huko wanawalipa wenye nyumba kodi kubwa kwa nyumba ambazo hata nafasi ya kupanda maua ya kufurahisha moyo hakuna. Watoto wao hawana hata sehemu ya kucheza, bali hucheza kwenye vichochoro vichafu. Hakuna familia inaweza kufurahia maisha bila ya watoto kuwa na sehemu safi ya kucheza na eneo na ambalo mke anaweza kupanda si tu maua bali pia mboga mboga kwa ajili ya familia yake. Inafurahisha mtu kula matunda kutoka kwenye mti wake na zabibu za bustani yake, kumiliki makazi yake na kujivunia sehemu yake. Hilo litamfanya jiamini na aweze kutimiza malengo yake mengine kwa moyo mmoja. Hivyo, ninapendekeza kila mtu amiliki nyumba kwa ajili yake na familia yake. Kumiliki nyumba si jambo lisilowezekana kwa wale walio na nia. Je, mfalme wetu hajatanua kuta za Babeli ili kuwe na eneo kubwa? Na sasa mtu anaweza kununua kiwanja kwa bei nafuu sana. Pia niwaeleze kitu kingine. Wakopesha pesa hutafuta watu wanaokopa kwa ajili ya kununua ardhi na ujenzi wa nyumba pia. Watakukopesha haraka ili umlipe mfyato matofali na mjenzi. Utahitaji tu kuonyesha kiasi kidogo ulichotenga kwa ajili ya kazi hiyo. Ukishajenga nyumba, unaweza kumlipa mkopeshaji kama ulivyokuwa unamlipa mwenye nyumba. Kila unaporejesha, unakuwa unapunguza deni na baada ya miaka michache unakuwa umemaliza. Hapo utafurahi kuwa na nyumba yako mwenyewe na hutadaiwa na mtu zaidi ya kodi ya mfalme tu. Pia mkeo akienda mtoni kufua, anaweza kurudi na maji ya kumwagilia bustani. Baraka nyingi huja kwa mtu anayemiliki nyumba yake mwenyewe. Pia hili hupunguza sana gharama ya maisha. Pesa nyingi hubaki kwa ajili ya kustarehe na kutimiza matamanio mengine. Hii ndiyo tiba ya 5 ya pochi iliyotupu. Tiba ya 6: jihakikishie kipato cha wakati ujao. Maisha ya kila mmoja huanzia utotoni hadi uzeeni. Hii ni njia ya maisha na mtu hawezi kuiepa isipokuwa miungu imemuita mapema. Hivyo, ninasema kuwa ni muhimu kwa mtu kufanya maandalizi ili wakati ujao awe na kipato. Kipindi ambacho hatakuwa na ujana tena. Pia anatakiwa kuweka maandalizi kwa ajili ya familia yake ili isihangaike ikitokea miungu imemuita mapema. Kwa hiyo, nasema kuwa ni jambo la muhimu kwa mtu kufanya maandalizi ili aje kuwa na kipato uzeeni, nyakati ambazo hatakuwa kijana tena, na pia kufanya maandalizi kwa ajili ya familia yake wapo tafariki. Somo hili linafundisha kuhakikisha pochi yako imetuna hata kwa wakati ambapo huwezi kufanya kazi ya kuingiza kipato. Hivyo ndivyo alivyoanza kusema Alkad katika siku ya 6. Mtu ambaye anajua kanuni za utajiri na akaweza kujipatia utajiri, ni muhimu akafikiria kuhusu wakati ujao. Anatakiwa kuwekeza kwenye miradi ambayo ni salama na inadumu kwa miaka mingi. Lakini mapato kutokana na miradi hiyo yanatakiwa kupatikana kirahisi mara yatakapohitajika. Kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza kuhakikisha kuwa wakati ujao atakuwa salama. Anaweza kuwa na sehemu ya siri na kufukia hazina yake hapo. Lakini hata aifiche namna gani, lazima siku moja wezi wataipata. Kwa hiyo, sishauri kufanya hivyo. Mtu anaweza kununua nyumba au ardhi kwa ajili ya wakati ujao, kama amechagua vizuri na kuna uwezekano wa kupanda thamani huko mbeleni. Hivi ni vitu vyenye thamani ya kudumu. Mapato yake au mapato kutokana na kuviuza yanaweza kufaa kwa ajili ya wakati ujao. Pia, anaweza kukopesha pesa zake huku akiongeza mara kwa mara. Riba inayoongezwa kwenye pesa hiyo itafanya pesa yake ikue haraka sana. Binafsi, namfahamu mtengenezaji wa makubazi mmoja anayeitwa Ansam. Ansam aliniambia kuwa kila wiki huweka vipande viwili vya fedha kwa mkopesha pesa. Amekuwa anafanya hivyo kwa muda wa miaka 4 sasa. Hivi karibuni ameenda kuona akiba yake na imemfurahisha sana.
Pesa yake ukichanganya na riba ya 1/4 kwa kila miaka 4 imefikia jumla ya vipande 1040 vya fedha. Kwa ujuzi wangu wa masuala ya fedha, nilimhamasisha kuendelea kuweka kwa kumuonesha kuwa akiendelea hivyo kwa miaka 12 mingine atakuwa anamdai mkopesha pesa vipande 4000 vya fedha, kiasi kitakachomtosha maisha yake yote. Kiasi kidogo hivyo kikiwekezwa kwa ukawaida huwa kikubwa sana. Hakuna mtu ambaye hawezi kuweka akiba kwa ajili ya uzee wake au kwa ajili ya wakati ujao wa familia yake. Hilo halijalishi biashara yake ni kubwa kiasi gani au ana miradi gani. Nategemea siku moja watu wenye akili watabuni bima ya kifo. Watu wengi waweke pesa kidogo kidogo, na kisha mmoja wao anapokufa basi familia yake wapewe kiasi fulani. Hili naona kama litakuwa jambo zuri na napendekeza lifanyike. Lakini hili kwa sasa ni gumu kufanyika kwa sababu ni jambo linalofanyika baada ya maisha ya mtu au nje ya ushirika wowote wa kibiashara. Ili ufanye kazi, unatakiwa kuwa imara kama kiti cha ufalme. Lakini siku moja nafikiri hilo litawezekana na kuleta baraka kwa watu wengi. Hata pesa ndogo iliyowekezwa itafanya familia ya marehemu kulipwa pesa za kutosha. Lakini kwa sababu tunaishi katika siku hizi, basi tunatakiwa kutumia njia zilizopo. Kwa hiyo, nashauri watu wote kutumia njia zilizothibitika kuwa ni bora ili kujiandaa kwa ajili ya miaka ya uzeeni. Mtu asiye na kitu na hawezi kufanya kazi au familia iliyoondokewa na kichwa cha familia na kuachwa bila kitu ni janga kubwa sana. Hii ndiyo tiba ya 6. Hakikisha una kipato kwa ajili ya uzee wako na kwa ajili ya ulinzi wa familia yako. Tiba ya 7. Ongeza pato lako. Leo nitazungumza moja ya tiba muhimu kabisa ya pochi iliyotupu. Sitazungumza kuhusu fedha, bali nitazungumza kuhusu nyinyi. Nitaongea kuhusu nyinyi mliokaa hapa mbele yangu mkiwa na mavazi ya kuvutia. Nitazungumza juu ya vitu ambavyo vipo katika akili na maisha ya watu na kukwamisha mafanikio yao. Hivyo ndivyo alivyoanza kuongea Alkali kwenye siku ya 7. Siku si nyingi zilizopita alikuja kwangu kijana mmoja akiomba mkopo. Nilipomuuliza anataka kwa ajili ya nini, akasema kuwa pato lake halitoshi kulipia mahitaji yake. Hilo lilifanya wakopesha pesa wasiweze kumkopesha kwa kuwa hakuwa na kipato cha ziada cha kumwezesha kulipa mkopo. Nilimwambia, unachotakiwa kufanya ni kuongeza kipato. Umefanya jambo gani ili kujiongezea kipato? Nimefanya kila njia, alijibu. Mara 6 kwa muda wa miezi 2 nimemfuata mwajili wangu na kuomba nyongeza ya mshahara bila mafanikio. Siwezi kwenda zaidi, hakuna mtu anaweza kwenda zaidi ya hapo. Tunaweza kucheka na kumwona ni mzembe, lakini alionyesha jambo la muhimu sana linalohitajika ili kujiongezea kipato. Ndani yake alikuwa na nia kujiongezea kipato. Nia inaanza kisha mafanikio hufuata. Nia yako inatakiwa kuwa yenye nguvu na yenye lengo. Nia ya jumla ni dhaifu na ni kama matamanio ya kupoteza wakati. Kutamani tu kuwa tajiri hakutakufikisha popote, ila kutamani kupata vipande 5 vya dhahabu ni kitu kinachoeleweka na kinaweza kufanyiwa kazi hadi kikatimizwa. Hapo unaweza kutafuta njia ya kupata vipande 10, kisha 20 na baadaye vipande 1000. Kuja kutazama umeshakuwa tajiri. Baada ya kujifunza kutimiza malengo madogo, unakuwa umepata uzoefu wa kukuwezesha kutimiza malengo makubwa. Hivi ndivyo utajiri unavyopatikana. Kwanza kwa kuweza kumudu kiasi kidogo na baadaye kiasi kikubwa kadiri unavyoongeza uwezo. Lengo linatakiwa kuwa rahisi na linaloeleweka. Inakuwa haina maana ya kuwa na malengo iwapo ni mengi, haeleweki na yapo juu ya uwezo wa mtu kuyatimiza. Kadiri mtu anavyotimiza malengo yake, ndivyo uwezo wake wa kuongeza kipato unavyoongezeka. Kipindi kile nilipokuwa mwandishi, niligundua kwamba wafanyakazi wengine walifanya zaidi na kupata zaidi. Hilo lilinifanya niweke lengo la kutozidiwa na yeyote. Haikuchukua muda, nikajua siri ya kufanikiwa kwao: kuipenda kazi, kufanya kazi kwa umakini na kuwa mvumilivu. Baada ya muda, ni watu wachache tu ndio waliweza kuandika mabamba mengi kuliko mimi. Bila kuchelewa, ujuzi wangu ulianza kunipa faida haraka. Wala hakukuwa na ulazima wa kwenda kwa bosi wangu mara 6 ili anitambue. Kadiri tunavyoongeza maarifa, ndivyo tutakavyoongeza kipato chetu. Mtu anayejitahidi kuijua kazi yake vizuri atapata mafanikio zaidi. Kama ni fundi sanaa, basi anatakiwa kujua mbinu za mafundi bora kabisa wa sanaa. Kama ni mwanasheria au ni mganga, basi anatakiwa kuomba ushauri na kubadilishana ujuzi na watu walio kwenye nyanja yake. Kama ni mfanyabiashara,
inampasa kuendelea kutafuta bidhaa bora ambazo zina bei ya chini. Maisha ya mwanadamu hubadilika na kuwa bora sababu ya watu wenye udadisi na wenye kutafuta ujuzi kwa faida ya wote. Na wahimiza watu wote kuwa mstari wa mbele wa maendeleo na si kukaa kizembe na kuachwa nyuma. Pia, mtu anayejiheshimu atatakiwa kufanya mambo kama haya yafuatayo. Anatakiwa kulipa madeni yake haraka iwezekanavyo. Hatakiwi kununua kitu asichoweza kukimudu. Anatakiwa kujali familia yake. Hilo litafanya imuheshimu na imuongelee vyema. Anatakiwa kuacha wosia kwa maandishi ili siku akifa mali yake igawanywe kwa utaratibu.